Kizimba maalum ndani ya chumba cha Mahakama Kuu ya Tanzania masjala ndogo ya Dar es Salaam kimeendelea kuibua mvutano wa kisheria baina ya upande wa Jamhuri na mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema Tundu Antipas Lissu anayekabiliwa na kesi ya uhaini katika mahakama hii. Mimi naitwa Mika Ndaba na hivi ndivyo mvutano huo ulivyokuwa kwa siku ya leo. Hatua hiyo inatokana na pingamizi la Lissu ambalo limejibiwa na upande wa Jamhuri ya kwamba kizimba hicho kinachomfanya shahidi asionekane sio kile kilichoelezwa kisheria. Akijibu pingamizi la Lissu mbele ya jopo la majaji watatu akiongozwa na Jaji Dunstan Ndunguru, wakili wa serikali mkuu Nasoro Katuga alidai pingamizi hilo halina msingi na limekusudiwa kuchelewesha mwenendo wa shauri hilo. Katuga alisema kuwa kwa mujibu wa kanuni ya mwaka 2025 mahakama inaweza kutoa amri ya ulinzi kwa hatua yoyote ile ikiwemo kuwezesha kutumia kizimba maalum. Katuga alisema hoja ya mshtakiwa kwamba majaji hawawezi kumwona shahidi ni sawa na kuilalamikia mahakama juu ya mambo ama jambo ambalo halijalalamikiwa na upande wowote mwingine, akisisitiza kuwa mahakama ndiyo inayoendesha na kusimamia matumizi ya kizimba hicho, hivyo inajiridhisha kuwa inamwona shahidi bila ulazima wa kutoa maelezo zaidi. Aliongeza kuwa hoja hiyo haina msingi kwa sababu inahusu malalamiko ya mtu mwingine ambaye hajawahi kusema kuwa hamuoni shahidi. Katuga alieleza kuwa hoja zote zilizotolewa na mshtakiwa hazina msingi wa kisheria wa kuzuia mashahidi wote waliolindwa kutoa ushahidi kwa kutumia kizimba maalum, wala hazina msingi wa kusimamisha ama kuzuia mwenendo mzima wa shauri. Alisisitiza kuwa hoja hizo zimewasilishwa kwa lengo la kuchelewesha kesi na kuzuia mahakama kutekeleza jukumu lake la kusikiliza ushahidi huo. Baada ya vuta nikuvute hiyo ambayo imechukua takribani saa 4 tangu saa 3 asubuhi, mahakama imeahirisha kesi hiyo hadi hapo Februari 11 mwaka huu 2026 kwa ajili ya kutoa uamuzi juu ya mvutano huo baina ya mapingamizi ya Lissu na hoja ambazo zilitolewa na upande wa Jamhuri hii leo.